of heaven, Lord Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya kutupa siku hizi chache kabla ya uchaguzi wa nchi yetu ya Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili ya viongozi wote kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya juu ya urais. Asante hata kwa ajili ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo Bwana ameendesha zoezi zima la kipindi hichi na kusimamia shughuli zote kwa ajili ya kampeni. Mungu, ikikupendeza, siku tatu hizi tunazokuja kwa maombi kabla ya uchaguzi, tunatamani kila mmoja ambaye anakuja mbele zako, Bwana, mioyo yao ikabadilishwe ndani. Kwa majina ninaitwa Pastor James Mwasomola. Ninatokea Morogoro katika huduma ya mlima wa maombi unaoitwa Ruzu. Na sasa nipo Dodoma nikiendesha mission ya Heaven Life Mission ambayo tunayo hapa Dodoma kwa ajili ya watu wa Mungu. Huduma yetu sisi ni kwa ajili ya kumlilia Mungu wakati wote. Na sasa nipo katika maombi na watu wangu ya siku tatu, ambayo baada ya siku chache tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu, Mungu bado anazungumza na watumishi wa Mungu katika lugha tofauti tofauti. Na kati ya hao na mimi pia, wakati tukiwa kwenye maombi, Mungu amenisisitiza muda bado tunao wa maombi. Popote pale ulipo, sema muda bado unao wa maombi. Kama Mungu anasema lisaa limoja kwa mtu wa Mungu ni sawasawa na masaa 24 katika ulimwengu wa mwili. Anazungumza habari ya siku moja kwake ni sawasawa na siku 1000 za mwanadamu. Maana yake bado tuna uwezo kwa siku hizi tatu za kubadilisha mambo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tutakuwa na maombi ya siku tatu, na kitabu kitakachotuongoza ni kutoka Ezra 8:21, ambacho anazungumza mtumishi wa Mungu Ezra. Anasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto wa Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Mungu kupitia neno lake hili tukapata ufunuo. Ezra alikuwa yupo katika wakati mgumu kama namna ambavyo sisi tupo kwa kipindi hichi. Makosa ambayo walifanya watu wale waliokuwa na Ezra walikuwa pamoja naye, lakini walifanya makosa makubwa sana ya kutokutii sauti ya Mungu na kufanya madhambi mengi katika mji ule. Lakini Ezra kama mtumishi wa Mungu hakuona kuwatenga watu wale, hakutamani kuwakamata watu wale, hakutamani kuwafunga watu wale ili waonekane wamefanya makosa katikati ya familia, katikati ya ndugu, katikati ya jamaa, katikati ya nchi ile, katikati ya boma, katikati ya mji ule. Alichoamua, aliwaita kwa umoja, akawaambia tena kwa amri, njooni tujinyenyekeze mbele za Mungu mahali hapa, ili tukaombe kukomboa nafsi zetu. Tunapozungumza eneo la nafsi, manake unazungumza na mioyo ya watu inachowaza. Na katika nchi yetu kwa kipindi hichi imekuwa ni ngumu sana kumwelewa mtu yupo katika itikadi gani. Unaweza ukawa naye katika ulimwengu wa mwili akakwambia mimi ni upande fulani, lakini katika ulimwengu wa roho alichokibeba ni tofauti na anavyosema. Tumeona namna watu wanavyogeukana siku 2-3 hizi. Ndio maana bado ninarudi nikisema ni muhimu sana siku 3 hizi ambazo nitaongoza maombi nikiwa mlimani. Ni muhimu sana tuungane wote, kwa sababu kuna tatizo kubwa sana la watu wa Mungu kutokujua nguvu ya badiliko la ndani, watu wakitafakari kwa badiliko la nje. Ninaamini kabisa namna ambavyo viongozi wetu wa nchi wanavyoamua na kutaka kufanya kwa kufuata katiba, maana neno linasema tiini mamlaka, na sisi tunapaswa tusimame kwenye huo mstari. Wala msiwe na hofu. Hofu inatoka wapi? Tiini mamlaka, maana Bwana Mungu ameziweka hizo mamlaka. Kazi yenu ni kuhakikisha wanaoweka hizo mamlaka mioyo yao, nafsi zao zimekombolewa ndani.
ili watakapokwenda kuziweka hizo mamlaka waziweke katika namna ambayo wanajua hakutakuwa na zalio lolote baada ya matokeo la machafuko, la kutokupatana, la chuki, la kutokuelewana. Hilo ndilo tunaotakiwa sisi watu wa Mungu tuliombe. Tuombe kwa ajili ya Watanzania hawa. Hata kama ni wachache, wanapokwenda kwenye hicho chumba cha kupigia kula, wanaenda wakiwa wamebeba roho za aina gani? Wakiwa wamebeba mitazamo aina gani? Ndio wanakwenda kupiga kula. Kwa maana ni lazima tarehe 29 kama ilivyo katika katiba yetu watu wakafanya uchaguzi. Je, wanakwenda kwa nia ipi? Kwa nia ya kuchagua, lakini ndani yake kukiwa na hasira na watu ambao hawajakubaliana katika mwili? Nataka nikuambie popote pale ulipo, ukipata nafasi hii ya siku 3 hizi, sema ninakwenda kukomboa nafsi za Watanzania, mioyo ya Watanzania, imani za Watanzania, wawe na furaha wanapokwenda kuelekea tarehe 29. Hata kama wataandamana katika mioyo yao, lakini yakawe maandamano yenye amani na mtu mwingine, ili mazalio baada ya tarehe 29 yakawe ni mazalio ya mapatano. Mungu awabariki sana. Karibu katika siku 3 hizi za maombi ili uone nguvu ya Mungu ya badiliko, na baada ya hapo utasema hakika Mungu tumemwona katika nchi ya Tanzania. Mungu akubariki sana. Amen.